Mheshimiwa Rais, ukiwa kama rais mpya wa ZANUSO, ni vipi hasa vipaumbele vyako katika uongozi wako? Asante ndugu mtangazaji. Vipaumbele vyangu kwa 2026 mpaka 2027, kwanza ni kutetea maslahi ya wanafunzi katika masuala ya kielimu, lakini pia ustawi wa maisha ya wanafunzi hasa wanapokuwemo Zanzibar University. Na kipaumbele cha pili ni kuimarisha mashirikiano ya dhati baina ya wanafunzi, serikali ya wanafunzi, lakini pia serikali ya wanafunzi na uongozi wa chuo, kwa sababu changamoto nyingi ambazo zinawakabili wanafunzi zinahitaji usuluhishi. Hivyo hatutatumia njia ya migogoro, badala yake ni njia ya majadiliano pamoja na kujenga hoja ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasikilizwa na changamoto zao zinatatuliwa kwa wakati stahiki. Na kipaumbele chingine ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi aliyopo Zanzibar University anafikia malengo yake. Kama tunavyojua kwamba watu wote ambao wamejiunga na Zanzibar University, lengo lao ni kumaliza education ambayo wamekuja kuitafuta. Kwa hiyo mwisho wa siku tunataraji kwamba mwanafunzi apate kile ambacho yeye alikitafuta ndani ya miaka mitatu, ndani ya miaka minne, kulingana na kozi husika. Kwa hiyo nitapenda zaidi kuona kwamba hakuna vikwazo ambavyo vinaweza kuwazuia au kuwadhibiti wanafunzi kushindwa kuendelea na masomo. Badala yake tujielekeze zaidi kuhakikisha kwamba kila msomi anafanikiwa na kuondoka hapa akiwa tayari ameshatengeneza njia zake. Na Mheshimiwa, umezungumzia swala zima la katika kuimarisha ushirikiano kati ya serikali yako na wanafunzi. Labda ni njia gani ambazo utazitumia katika kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano na uhusiano mkubwa kati ya serikali yako na wanafunzi wa ZU? Asante sana, swali zuri. Ushirikiano ambao nitauimarisha, nadhani binafsi kwanza ni kuhakikisha kwamba natumia njia bora ambazo zinaweza kuwasilisha changamoto za wanafunzi kwa wakati, lakini pia kuhakikisha kwamba ushirikishwaji wa wanafunzi katika ngazi za maamuzi ni muhimu sana, kwa sababu wao ndio ambao tunawatumikia. Kwa hiyo sitakuwa na changamoto ambazo zitakuwa ni personal, isipokuwa lazima niwahusishe wanafunzi, ambapo mimi nitawawakilisha katika vikao vya juu vya uongozi wa chuo. Lakini mpaka sasa hivi niseme kwamba ni hatua ya awali, inaleta matumaini ya kweli, kwa sababu nimeweza kuanzisha platform Sema na Rais wa ZU. Platform hii inaniwezesha direct kukutana na wanafunzi, kwa sababu ndipo sehemu ambapo naweza kupata taarifa kwa kina zaidi kuhusu changamoto zao. Then ninaweza sasa kurudi katika mabaraza ya wanafunzi ambao tunaweza kuwasikiliza changamoto zao na kuleta feedback, kwa sababu mashirikiano mazuri ni kuchukua changamoto, kuzishughulikia kwa wakati, lakini kuleta mrejesho. Hii inaashiria ni hali ya uwazi katika uongozi wangu. Sawa, Mheshimiwa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa ya hapa chuo hivi karibuni wamekuwa wakikosoa na wakisema kwamba kuna tatizo kubwa, kwamba hakuna utendaji kazi, ufanisi wa serikali zilizopita hapa ZANUSO. Kwa ufupi tu, hebu tueleze, utajitofautisha vipi wewe na viongozi waliopita ama serikali zilizopita hapa ZANUSO ili usiingie katika mkumbo? Awali, mimi ni rais wa kusikiliza na kutenda, na hii inaweza kuonyesha namna gani ambavyo naweza kuleta utofauti wa serikali hii na serikali zilizokwisha kupita, kwa sababu uongozi mzuri haupimwi kwa maneno. Manake sitakuwa rais wa maelezo mingi, badala yake nitakuwa mtu wa vitendo, kwa sababu kitu ambacho pekee kinaweza kunifanya mimi kuonekana ni wa tofauti, basi ni kushughulikia changamoto za wale ambao wanawaongoza kwa usahihi, uwazi na wakati. Hii itanisaidia mimi kuhakikisha kwamba na check and balance vipi ambavyo serikali yangu inakwenda kuwatumikia wanafunzi. Na unapowashirikisha wanafunzi katika maamuzi, maana yake ni hatua nzuri ambayo inaleta imani ya kweli kwamba wanafunzi wanajua nini kinaendelea, serikali yetu ipo katika wakati gani, na ni matarajio gani au matokeo gani ambayo tumeyapata. Kwa hiyo hatutapima mafanikio au zile kazi ambazo tunazifanya
isipokuwa ni kwa yale matokeo yetu. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba kushughulikia changamoto kwa wakati sahihi, lakini pia kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuwa karibu sana na serikali ya wanafunzi ili kunufaika na kuweza kutatuliwa changamoto zao. Sawa, Mheshimiwa Rais, tuje hapa katika swala zima umezungumzia changamoto. Hivi sasa wanafunzi wa ZU wamekuwa wakikabiliana na changamoto lukuki na zimekuwa zikiwakwaza sana katika masomo yao. Je, una taarifa nazo changamoto zozote zile? Na kama unazo, hebu naomba kidogo tutajie, lakini pia tufafanulie zaidi. Bila shaka ndugu mtangazaji, changamoto ni nyingi, na changamoto inakuwa pale ambapo haijapata ufumbuzi. Si kwamba ni changamoto nyingine kubwa ambazo pengine haziwezi kutekelezeka, lakini niseme kwamba baada ya kuanzisha platform hii ya Sema na Rais wa ZU, imenisaidia direct kusikiliza changamoto za wanafunzi mbalimbali. Changamoto hizi ambazo zinahitaji kushughulikiwa kwa wakati, kwa haraka sana na kwa uwazi, ili wanafunzi sasa waweze kujua namna gani ambavyo changamoto hizi zinaweza kuchukuliwa na serikali na kisha zikatatuliwa. Lakini changamoto hizi pia tumeweza kuanzisha mfumo, platform ambayo inaweza kukusanya taarifa kwa mwanafunzi mmoja mmoja. Maana yake nimejitahidi kwa namna hii ili kukusanya taarifa kwa usiri na ziweze kutufikia sisi kama serikali kwa wakati sahihi. Kwa hiyo platform hizi zinakwenda kujenga uimara zaidi na kuhakikisha kwamba changamoto zinafika sehemu husika, lakini kwa usalama wa yule mtu wa taarifa. Maana yake hii ni njia bora ya kuweza kuzishughulikia changamoto zao, namna ambavyo wataziwasilisha. Na ukizungumzia upande wa changamoto, kiukweli kwa sasa hivi changamoto kubwa ambayo inaendelea kwa wakati huu wa mitihani, changamoto ya malipo ya ada. Wanafunzi wamekuwa na changamoto kubwa, na sisemi kwamba hili ni tatizo la wanafunzi ama nielekeze lawama katika uongozi wa chuo, isipokuwa ni kwamba vijana hawa wanahitaji kuwezeshwa zaidi. Na kama unavyojua nature ya nchi yetu ni kwamba serikali inasapoti wasomi. Kwa hiyo wanafunzi wengi wanategemea mikopo kutoka serikalini. Hali ambayo sasa kwa ambao hawataweza kufikia kile kiwango, maana yake wanalazimika kurudi na kwenda kukitafuta. Mwisho wa siku sasa unakuta mwanafunzi anapoingia humu ndani anakuwa hajakamilisha baadhi ya taratibu. Kwa hiyo chuo nacho kinaweka taratibu zake. Lakini hii sioni kama ni changamoto kubwa, isipokuwa tuna nafasi ya kuzungumza na mamlaka husika, zikiwemo bodi za mikopo, lakini pia wafadhili mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na mfuko wa ufadhili wa wanafunzi, hasa wanapopungukiwa na pesa kama vile malipo ya ada. Na pia tunaweza kunegotiate na uongozi wa chuo kuona namna gani inaweza kupunguza yale makali ya ada kiasi ili kuleta nafuu, kwa sababu tuna vizazi vingi ambavyo vinaiona Zanzibar University as a vision. Kila mtu anaona ndoto yake ni kuwa Zanzibar University pengine. Kwa lazima tuandae mazingira mazuri na kuhakikisha hata wanaokuja wanapita katika mikono salama na hawakatishwi ndoto zao za masomo kwa sababu ya changamoto za malipo. Changamoto nyingine ambayo inawakabili sana wanafunzi ni mazingira ya kusomea. Sasa hivi naweza kusema ongezeko la wanafunzi, Zanzibar University imepokea idadi kubwa ya wanafunzi hasa kwa mwaka huu. Hali ambayo inapelekea sasa, kama ni sera ile ambayo ilikuwa inagusa miundombinu, kuna uhitaji sasa wa kutanua ile miundombinu iweze kuongezeka ili endane sasa na matakwa ya idadi ya wale wanafunzi. Kwa hiyo tupo mbioni kuangalia namna gani tunaweza kuonyesha hii miradi itanuliwe na kuweza kukizi vigezo na viwango kwa wasomi, kwa sababu tuna maabara mbalimbali kama unavyojua kutoka kada za arts and science. Lakini pia changamoto nyingine ambayo imo humu ni kwa wanafunzi binafsi, masuala ya malazi. Tuna wanafunzi wetu vijana wengi ambao wanatokea katika mazingira ya hostel. Kwa hiyo miundombinu yao inahitaji kuboreka zaidi, kwa sababu wao ndio ambao wanakuwepo muda mwingi maeneo ya chuoni. Kwa hiyo hatuwezi kuwapuuza, tunathamini, lazima tuwawekee mazingira mazuri ambayo ni conducive environment yanaweza kusupport katika masomo yao. Na ndugu mtangazaji, nikimalizia na changamoto nyingine ya mwisho ni changamoto ya umoja. Changamoto hii inaonekana pale ambapo lazima tuweke mashirikiano ya dhati.
kwa sababu leo mwanafunzi akikosa mawasiliano mazuri na uongozi wa chuo na serikali ya wanafunzi, maana yake tutarajia mwanafunzi huyu hataweza kupata mahitaji yake stahiki anapokuwa katika mazingira haya, kwa sababu sisi ndio sauti ya wanafunzi. Tukiwabeba, maana yake chuo kinajua kuna watetezi, wakati wanafanya maamuzi watakumbuka pana watu ambao wamebeba dhamana ile. Kwa hiyo tunahitaji kuona tunaimarisha kabisa mashirikiano ya dhati, ili sasa wanafunzi waweze kufika ngazi ya juu pasina ya kuleta malalamiko na migogoro kila siku. Lakini mambo mengine ni masuala ya fursa. Tunahitaji vijana wetu kabla hawajaondoka wapate fursa wakiwa hapa, kuibua vipaji mbalimbali katika sekta za michezo, sekta za afya, sekta za sheria na hali kadhalika. Kwa hiyo tuko imara, tuna dira ambayo nimeiandaa ya miaka 2 ambayo inahitaji utekelezaji wake. Kwa hiyo nina imani kwamba tuna malengo thabiti na wanafunzi kupitia serikali yangu, na mambo mazuri yatakwenda kuwa, kwa sababu nimewaandalia mfumo wa uongozi mzuri, zikiwemo ni wizara, kuhakikisha kwamba wizara nyeti zinagusa mazingira yale ambayo yamekuwa ni kero na kulalamikiwa kila siku, hali ambayo itatusaidia sisi kuweza kushughulikia changamoto zile stahiki. Lakini kitu ambacho kinanipa faraja zaidi katika uongozi wangu, mimi ni mfuatiliaji zaidi. Kwa hiyo wakati kiongozi anasubiri yeye kuja kuwasili kwangu, mimi niko tayari hatua moja mbele. Kwa hiyo naweza mimi kushughulikia kuhakikisha kwamba kiongozi anafanya kwa wakati na kwa usahihi. Mheshimiwa Rais, tuje katika swala zima la kimkakati. Serikali yako ya ZANUSO hapa, na ni serikali mpya sasa na imekuwa na mwamsha mkubwa sana, labda ina mchakato gani au ina mipango gani mikakati katika kuhakikisha kwamba inakabiliana sana na hizi changamoto za wanafunzi? Kwanza nimeweza kuiunda wizara ya sera na miundombinu. Wizara hii inaonyesha dhati kwamba uongozi wangu hauji kwa maelekezo, uongozi wangu hauji kwa malalamiko zaidi, ila uongozi wangu unajengwa na sera, manake sera ndizo ambazo zitakuwa mwongozo. Kwa hiyo kama nitadraft kitu nimekiandika, na imani katika utekelezaji wake tayari kishapangiliwa. Kwa hiyo tuna sera ambayo sera hii inakwenda kugusa maeneo tofauti tofauti hapa katika Zanzibar University. Na hii kwa nini sera? Sera inahakikisha kwamba udhibiti wa matumizi mabaya ya mamlaka, lakini pia ushughulikiaji au utekelezwaji wa yale malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo kama serikali yangu inaamini kwamba inakwenda kutekeleza vile ambavyo niliviahidi kwa wanafunzi, kwa sababu mwitikio wa wanafunzi ndio ulionipa imani na msukumo wa kuona kwamba napaswa kwenda kufanya kitu. Ile ni dhamana, natakiwa kulipa na mimi. Kwa hiyo nina imani kwamba kupitia sera hizi, kupitia dira hii ambayo nimeiweka ya miaka 2, na imani inakwenda kutekelezwa vizuri sana. Na vipi inakwenda kutekelezwa? Maana yake lazima tuwe na mipango. Serikali kukosa mipango, maana yake huwezi kuwa na fedha. Hatuwezi kutegemea mfuko tu ambao upo wanafunzi. Lazima tuangalie, tutanue wigo. Tuna serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tuna serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tuna wadau mbalimbali kama mashirika, taasisi. Hao watu tuna nafasi ya kuweka makubaliano au kuingia mikataba namna gani wanaweza kushirikiana nasi kama serikali ya wanafunzi, kwa sababu mimi kama rais wa serikali ya wanafunzi ninatoa fursa pale ambapo ninaona huyu ana nia ya dhati ya kuja kushirikiana nasi. Kwa hiyo sitamzuia mtu, bali nitatoa fursa ya kufungua milango ili watu waweze kuja na kuwatumia vijana ambao wamo ndani ya Zanzibar University, kwa sababu moja ya falsafa ambayo mimi naiamini ni kwamba mwanzo jitengeneze vile ambavyo wewe unataka kuwa, alafu kisha waachie wao wachague, sio wakuchagulie. Kwa hiyo natumai kwamba kila msomi akijitengeneza vile ambavyo wanataka, watu wa nje wataitumia fursa hii kuwakimbilia ndani na kuona kwamba badala ya kuwatumia watu wa nje, kuna watu ambao watapunguza gharama. Lakini pia watu hawa ni wasomi, bado damu ni changa, wanahitaji kufanya vijana. Kwa nini tusionyesha jamii kwamba wasomi hawajakaa tu, watumieni wapate experience, and then mtu anatoka ashakuwa na mwangaza. Asitoke mtu na gamba lake anakwenda kukaa atembee mitaani au asubiri kuitwa. Hapana.
Kwa hiyo tuna mataasisi mengi ya kifedha, asasi nyingi za kiserikali na kiraia zinaweza kutupa mashirikiano, kwa sababu tuna mambo mengi tunataka kuyatekeleza. Kwa hiyo inahitaji bajeti na mipango hii, maana yake lazima tushirikiane na wadau waweze kutusupport, waweze kutufikisha hatua ya mbali zaidi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Labda tuje katika swala zima la dira, unaweza ukatufafanulia zile sera ambazo wewe unahisi kwamba umezipa kipaumbele zaidi? Katika sera zangu, sera ya mwaka 2026-2027, sera ya awali kabisa ni mifumo ya malipo ya ada. Mifumo hii tunakwenda kuimarisha kwa kuona kwamba kila mwanafunzi anatambua nini anachotakiwa kukilipa. Kama ni fee structure, basi itoke awali kabla mwanafunzi hajaweza kuingia kuanza masomo, aitambue fee structure ili impe nafasi ya kujiandaa, ajue mimi nadaiwa 2.5 milioni, natakiwa kuilipa kwa wakati kadhaa. Wao ndio ambao wasimamizi wakubwa. Tukitatua changamoto ya mifumo, maana yake tutazuia upotevu wa pesa nyingi ambazo wanafunzi wanazilipa. Na pia wana changamoto nyingine katika mfumo wa malipo, maana yake ni field. Tunaangalia namna gani kwamba wanafunzi waweze kulipa pesa za field kwa wakati husika mwaka ambao wanakwenda kufanya field. Kwa mifumo hii ikiimarishwa, basi itapunguza hata yale malalamiko na kuona namna gani ambavyo tunaweza kwenda kushughulikia hizi changamoto na zikaondoka. Lakini tukizungumzia sera nyingine ni sera ya miundombinu. Wanafunzi wanahitaji mazingira kama nilivyosema awali, mazingira ya kusomea, vifaa pamoja na ratiba ambazo ni nzuri, ziko supportive kwa wanafunzi kupata nafasi ya kusoma na tukapokea idadi kubwa ya watu wengine. Lakini tuwe na accessive zile lab, watu waweze kujifunza, watu wa IT, watu wa afya. Hawa ni watu muhimu, maana yake watengenezewe mazingira haya. Yapo, lakini yaboreshwe zaidi. Na sera nyingine katika miundombinu, maana yake tunahitaji kuongeza pia kama vimbweta, maana yake tuna maeneo makubwa, lakini sehemu zile za kukaa wanafunzi wakarelax, wakasoma, kama ni remedial class, waweze kupata vimbweta katika maeneo yote ambayo unaweza kuyaona haya, yawasaidie kupumzika angalau na wao wajipooze. Ikiwa lakini na miundombinu mingine ni umeme, tuna generator kubwa ambalo litaweza kuhakikisha pale ambapo umeme unazimwa, basi generator lina replace nafasi ile. Lakini pia halikadhalika tunahitaji wifi katika kila faculty. Hii kwa nini? Mwanafunzi kipato chake ni kidogo na matumizi ya kazi ni kubwa. Kwa hiyo lazima tuone tukiweka hivi wasema vitonga wifi zinaweza kuwasupport mwanafunzi, download, atasoma, akiingia lab, kila pahala anapata ile access ya net, ya internet. Kwa hiyo ni jambo ambalo nimeliplan, litapunguza cost. Badala ya kuweka bundle 5,000, 10,000, unakuta sasa anatumia wifi, inaweza kumsaidia kufanya kazi zake zote kwa wakati. Kwa hiyo ni kuona namna gani ambavyo tunaweza kutengeneza mazingira ya wanafunzi wanaweza kujisomea katika hali shwari kabisa. Na jambo kubwa ambalo niseme ni zawadi kwa Zanzibar University, nimeweza wiki moja nyuma nimeweza kuingia makubaliano na uongozi wa Azam FC, ambapo CEO wa Azam FC ametupa nafasi kubwa sana ya kuweza kushirikiana naye, kwa sababu Zanzibar University tuna sekta ya michezo, ambapo tunajua vijana hawa wanapewa scholarship ya bure katika kusoma, na ni furaha kubwa kwa wanafunzi kuona kwamba vipaji vinazidi kuongezeka. Na hali ambayo nimeweza kukubaliana nayo ni kwamba tuna viwanja vitatu, ambapo kuna kiwanja cha football, kuna basketball ambayo imo ndani ya hostel za wanawake, lakini kuna basketball ambayo ipo katika uwanja wa wanaume kule. Kwa hiyo viwanja hivi tayari tumeshaweza kurecord, tumetuma document tayari na wao wamezipokea. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tutapata miundombinu mizuri katika sekta ya michezo na vijana wetu wanaweza kuendelea na mazingira yao ya kuimarisha afya, lakini pia ni sehemu ya fursa ambayo wao wanaweza kujivunia wakati wote. Na niseme ni uongozi ambao utaacha alama, kwa sababu naangalia zile sekta nyeti ambazo wanafunzi imekuwa ni kilio kikubwa. Kwa hiyo nina imani katika hili linakwenda kukamilika muda sio mrefu. Mheshimiwa Rais, umezungumzia swala zima la kutumia asasi za nje katika kutekeleza miradi yako ama mipango yako.
labda uhusiano wako wewe ukoje na hizi asasi za nje? Uhusiano wangu kwanza moja kwa moja upo kitaaluma zaidi, kwa sababu hatuwezi kufanya jambo ambalo liko nje ya uwezo wetu au tukaharibu intention ya wale wasomi ambao wamo ndani. Kwa hiyo mashirikiano yangu basically yapo katika taaluma zaidi. Kwa nini taaluma? Taaluma ni sehemu sahihi ambayo inatoa taarifa za kweli na za kina juu ya utaalamu wa kitu fulani. Kwa hiyo Zanzibar University ina wataalamu mbalimbali. Kwa hiyo ninachotumia mimi sasa na wafanya wanafunzi hawa au kozi hizi kuwa kama sehemu ya daraja. Mimi directly nitatumia mgongo wa hawa watu, kwamba ninakwenda kushawishi namna gani hawa tunaweza kuwawekea utaratibu mzuri na wakaweza kupata nafasi nje, au wao wanahusika vipi kupitia hawa wanafunzi. Lakini pia wadau wa afya, vile vile wadau wa biashara, lakini pia wadau wa fedha. Maana yake tayari ndani tuna taasisi mbalimbali zimo Zanzibar University. Taasisi hizi zinalea wanafunzi na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata fursa nje. Kwa hiyo kupitia taasisi hizi pia mashirikiano yanazidi kuwa makubwa zaidi, na kuona kwamba wadau wa nje wanatamani kushirikiana na sisi kwa sababu tuna mikakati. Na mikakati hii ndiyo inayotupa nafasi ya sisi kuweza kuingia mikataba na wao. Asante sana Mheshimiwa Rais wa ZANUSO hapa Juma Mkwede kwa ushirikiano wako kwa kutenga muda na sisi kuweza kufanya mahojiano haya. Lakini naomba kutoa shukrani zangu za dhati na kipekee kutoka kwa uongozi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar. Lakini kwa niaba ya timu yangu ya production hapa ZU TV tunasema asante sana kwa kuwa na ujasiri wa kuweza kujibu haya maswali. Asante sana. Asante pia ndugu mtangazaji. Karibu sana. Asante, shukrani.